chochote, yani mama yetu twampenda na semi chochote, twamchumu pia semi chochote. CCM mama twatamba, hatumogopi yoyote. Mama Zaruma mbele, yani mbele mbele. Mama Zaruma mbele, songe mbele, mama mbele mbele. CCM oye! Kinyope safi, Rutamba Kuchele. Mmemwona mama yetu, mama kipenzi chetu, mgombea tunaye na tunatamba naye, mgombea anatosha na change na baki. CCM oye! Karibu sana mama yangu, mama kipenzi chetu, kipenzi cha wanamchinga, mama ambaye hulali kwa ajili ya wanamchinga. Unahakikisha usiku na mchana kuwatafutia maendeleo wananchi hawa. Wako tayari kusikiliza. Karibu sana mama yetu. Asante sana. CCM oye! Mchinga oye! Lindi oye! Kinyope safi! Wangapi wanapenda maendeleo? Nyie msionyosha mikono hamtaki maendeleo? Nyie msionyosha mikono hamtaki shule? Nyinyi hamtaki maji? Au nyinyi mnataka mwe mwenyekiti wa watu wasiosoma, hamtaki shule? Nyinyi hamtaki barabara? Sasa kama mnataka, mbona mmesimama tu hivi tangia wakati ule na waangalia mko hivi tu? Mmefunga swala. Swala tunafunga, lakini na tumeambiwa hata kwenye Qur'ani tukufu, muda wa msikitini ukifika tunaenda kuswali. Tukishamaliza kuswali tunaondoka kwenda kwenye viwanja vya Allah kutafuta riziki zilizokuwa halali. Sasa nyinyi hizo swala tangia asubuhi mmezifunga, hamtaki kuzifungua. Ina maana hamtaki kwenda kutafuta riziki iliyokuwa halali. Mwenyezi Mungu hataki hivyo. CCM oye! CCM oye! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Mwenyezi Mungu anasema al-Islamu nadhifu. Al-Islam nadhifu. Unadhifu wa Uislamu sio kuvaa nguo iliyotakata. Unadhifu wa Uislamu ni kusema kweli. Ukisema kweli, ukweli una uchungu, lakini umesha tamka haki. Na lazima ujue haki ni ipi na ujue na batil ni ipi. Na sasa sisi kama tunataka tufanye hivyo, mimi kwa taaluma ni mwalimu. Ni mwalimu ambaye nafundisha. Na ni mwalimu ambaye najua kulitawala darasa langu. Ni mwalimu ambaye 1 jumlisha 1 unapata 2 na sio kinyume chake. Kwa hiyo nimekuja hapa niwaeleweshe. Lakini wengine wanasema ukimwona mtu anaangalia sana amehemwa, ameemewa. Sasa nafikiri wengine wameemewa. Kwa sababu gani? Wengine wameemewa wanasema pamoja siku zote napita hapa nafanya kazi. Sasa ukija kwenye viwanja wanasema hivi, kweli Mama Salma amekuja kwenye viwanja hivi? Ndio amekuja. Wengine wanasema sasa mbona yule tuliomuona mwaka 2020, 21, 22, 23, 24 mbona hajabadilika, mbona amezidi kuwa msichana? Ndio mimi. CCM oye! Ndio mimi Salma Rashid Kikwete. Ukiona nazidi kuwa kijana, najua Chama cha Mapinduzi kinanitunza. CCM oye! CCM oye! Chama cha Mapinduzi kinanitunza, na ndio maana na mimi nawajibika kuwatunza wana Mchinga.
na wanamchinga na watunza katika nyanja zote za maendeleo. Na watu wakitaka kujua Mchinga tumefanya nini, watembee kila kata, watayaona yale maendeleo tuliyoyafanya takribani ndani ya miaka hii 5. Na ndio maana tunasema Mama Samia Suluhu Hassan 5 tena. Mama Samia Suluhu Hassan 5 tena. Mama Samia Suluhu Hassan 5 tena. Mheshimiwa Katoto 5 tena. Katoto 5 tena. Katoto 5 tena. Sama Rashid Kikwete mpaka. Haya siyasemi mimi, haya wanayasema Watanzania. Tupe yule kiongozi ambaye alikuwa anasema huyu ndio kiongozi mwenyewe anayefaa. Tuletee kwanza hapa wamsikilize kabla sijaendelea kuleta mambo mazuri. Sisi jambo la kwanza Mheshimiwa Rais. Wamechanganyikiwa. We CCM tunataka wewe kiongozi kutoka chama kile kule. Wewe uelewi? CCM wewe unaenda na spidi ya nani? Haya CCM wewe. Sasa naomba nirudie tena kumshukuru Mungu kwa kutujalia uzima na uhai. Kikubwa siku ya leo ya tarehe 11 mwezi wa ngapi? Wa 10 mwaka gani? 2025, kutuwezesha sisi sote kuwepo hapa kwenye eneo letu hili ambalo eneo hili ndio eneo muhimu. Kila tunapofanya mkutano Kinyope tunakuwa hapa. Kinyope oye! Kinyope oye! Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie atuongoze ili itakapofika tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 tuamke. Tunamwomba Allah atuamshe tukiwa wazima ili tutoke kwenye nyumba zetu tuende kwenye vituo vya kupigia kura ya ndio. Tiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tiki kwa Salma Rashid Kikwete, na tiki kwa nani? Kwa Katoto. Mwenyezi Mungu tunakuomba utukubalie haya. Sasa kama nilivyosema, sisi sote tumekuja hapa, lakini kitu kikubwa tunawashukuruni sana Wanamchinga, tunawashukuruni sana Wanarutamba, tunawashukuruni sana tena sana Wana Kinyope kwa mkutano mkubwa na mzuri kwa siku hii ya leo. Tunasema asanteni sana kwa kweli, mmetia nini? Fora. Mmetia fora, yani mmeshinda. CCM oye! CCM oye! Sasa mimi nimekuja kwa jambo kubwa moja, na kila atakayesimama hapa, amesimama dada Rehema amesimama mwanangu kutoka chama kile cha Chauma amesimama mwanangu mwingine kule amesimama mwanangu mwingine mbunge diwani. Mimi nimezoea kuita bunge, kwa hiyo msiwe na wasiwasi, kwa sababu mimi bunge nitampa mtu yote kutoka jimbo la Mchinga. CCM oye! Wote hawa wamesema, na waombeni John Nani kama mama heshima kwa mama kwa makubwa nayofanya tunayaona Simeona hii timu hii
Hivi huko kuna mtu mwenye timu kubwa kama timu hii hapa? Kuna mtu mwenye timu kubwa kama hii hapa? Huyu anaitwa nani? Anaitwa nani? Maije. Alikuwa diwani huyu. Tena alikuwa upande ule. Akafanya kazi na Mama Salma. Akasema, hivi huku nakaa nasubiri nini? Hebu niondoke. Akaacha strike zake zote, akaja kuungana na Salma Rashid Kikwete, lakini akaja kuungana na CCM oye. Na huyu hapa, mmemwona? Nani huyo? Nani huyo? Betty. Mmemwona Betty? Mmemwona huyu? Si mmemsikia maneno yake? Safi sana. Mmemwona huyu? Anasema zamani alikuwa mweupe, lakini mweupe ule ulikuwa apoda. Alikuwa mweupe lakini weupe wa nini? Wapoda, wapoderi, wa mapodari. Lakini sasa hivi amekuwa rangi yake baada ya kukaa unajua kwenye CCM. Na tumemtengeneza vizuri, leo weusi wake unang'ara. CCM oye! Nani huyo? Tamba. Na leo Tamba anatamba ndani ya nani kama CCM? Ukitaka raha, ukitaka kupata shida nenda sehemu nyingine, lakini ukitaka raha njoo njoo CCM. Sasa unamwona alikuwa amezeka sasa hivi anakuwa kijana kama Mama Salma, si ndio CCM oye! Haya, na hapa anayefuata vua hiyo miwani ili wakuone vizuri. CCM oye! Mmemwona Sasa huyu ndio huyu hapa mama huyu alisema huyu anataka kupambana na Mama Salma. Mama Salma Rashid Kikwete, mbunge wa Mchinga. Akafikiria akasema hivi kweli inawezekana? Akasema hapana, haiwezekani. Lakini simesikia maneno yake aliyoambia Mmeelewa upande huo au mjaelewa hapa? Mmeelewa hapa, mmeelewa mkuelewa? CCM oye! CCM oye! Nani kama CCM? Haya, baada hapo mnamuona brother man? Mmemuona semeji Mlamu. Halo. Halo ya fama, kiboko ya uchafu. Halo ya sisi. Halo ya sisi. Sasa huyu mpe ule wimbo wa Kibrazamani. Ndio. Komando yo. CCM oye! Mmemwona komando? Mmemwona anavyonyakua? Sasa yeye alichosema kikubwa ni kimoja. Alisema wewe mtu wa Kinyope, kama umtaki katoto unamtaka nani wewe? Unamtaka nani? Hivi kweli inaingia hapa? Rais wa awamu ya 4 alisema akili za kuambiwa changanya na za kwako. Sasa hawa wote waliambiwa, baada ya kuambiwa wakachanganya na za kwako, na ndio maana leo wako hapa ndani ya
Hongereni sana, ninawapongeza sana, ninawashukuru sana kwa maneno yenu mazuri ambayo yanaleta hamasa, yanaleta furaha, ili mimi naamini baada ya muda sio mrefu hawa wote watapigia CCM. Uongo kweli? Utapigia CCM Asanteni sana na washukuruni sana na wapenda sana. Na tembo ikafikia hatua mama unatuambiaje? Acheni, sheria zinatekelezwa. Sasa kwa muktadha huo tuliomba, na mheshimiwa naibu waziri alikuja Mlola tukafanya mkutano kuangalia hali halisi ya tembo, na akakuta kuna mtu ameuawa, na akaenda kumpa pole mheshimiwa naibu waziri. Gani ninavyohangaika na wananchi kuhusiana na swala la tembo na maisha yao. Salma Kikwete tulimtuma bungeni na kazi kaifanya, muda mfupi tu mchinga kuchele. Mama Salma Kikwete badala CCM oye! CCM oye! Naamini wananchi wamesikiliza, na nawaomba, kwa sababu bunge ni bunge ambalo liko mubashara, sikilizeni kwa wale wenye luninga asubuhi, tumieni muda mfupi kusikiliza maswali na majibu bungeni, muone jinsi mbunge wenu anavyowasemea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na matokeo yake baada ya maneno hayo ndio tukapewa kile kituo ambacho kimegharimu 83 milioni kikajengwa kule Milola. Sio wote waliopata kile kituo, ni mimi tu ndio nimepata kile kituo. CCM oye! Tukapata kituo, tukapata na maskari, tukapata na gari, tukapata na pikipiki. CCM oye! Sasa baada ya hapo nataka nizungumzie swala la umeme na mawasiliano. Tumefanikiwa kufanya maboresho makubwa katika eneo hili. Hata hapa mnaona hizo nyaya zinavyopita na maisha ya watu yalivyobadilika. Tumefanikisha umeme katika vijiji vya Ruoma na Makangara ambapo hapo awali haukuwepo kabisa huo umeme. Aidha tumeendelea kusambaza umeme mpaka katika vitongoji. Vitongoji vichache sana vilivyosalia wakandarasi wako mbioni. Sisi tuna vijiji 47. Miongoni mwa vijiji vyote 47 hakuna hata kijiji kimoja ambacho hakifikiwa na umeme. Lakini tuna vitongoji 236. Kati ya vitongoji hivyo ni vitongoji ambavyo si zaidi ya 32 ambavyo havijafikiwa na umeme. Lakini naomba mtambue ya kwamba wanamchinga, swala la umeme kufika vitongojini ndio linaanza. Wakati linaanza sisi lilishaanza muda mrefu, na bado muda mfupi tu kumaliza swala zima la umeme katika jimbo letu la Mchinga. CCM oye! Kuhusiana na swala zima la mawasiliano hayo, tumeboresha huduma ya mawasiliano ya simu katika vijiji na kuongeza kasi ya mtandao wa Airtel na Yasi ambao zamani ilikuwa inaitwa Tigo katika tarafa mzima ya Milola, hasa hapa Rutamba. Nani kama CCM? CCM oye! Swala zima la maji, tumeboresha mtandao wa maji kwa kujenga tenki kubwa katika kijiji cha Chilala. Tumefanikisha kuchimba visima vya maji katika kijiji cha Makangara na shule ya msingi ya Kinyope ambapo maji yako ni mengi. Pamoja na hapa kuna changamoto ya kukatika kwa maji, na wakati maji hayapatikani, ndio maana tunasema Watanzania, wana Rutamba, wana Mchinga, tupeni hiyo ridhaa tukasimamie haya makando haya,
ili tuhakikishe kwamba maisha stahiki kila mtu anastahili. Jimbo la Mchinga ni sawasawa na majimbo 272 katika taifa hili la Tanzania. Tupeni kazi tukamalizie hayo madogo madogo yaliyobakia. Swala la katika maji, wakati hapa maji yanatoka Chipwapwa, hii haikubaliki. CCM oye! Tunataka maji yatoke, watu wafurahie uwepo wa kuwa Kinyope. Maji hawezi kutoka Chipwapwa yanapita hapa yanakwenda huko, wakati wana Kinyope wanakosa maji. Sababu ya msingi ipi? Na ukiwaambia wanasema tutafanya. Ili niachieni mimi naliweza. CCM oye! Nini tumejipanga 2025-2030? Moja, kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na wenzetu wa kilimo cha umwagiliaji, tutaendelea kuimarisha au kuihimiza serikali kuanza kwa haraka mradi mkubwa wa kilimo cha umwagiliaji katika bonde la Kinyope Rutamba, kwa sababu ni mradi mkubwa sana na ni mradi utakaoondoa umaskini wa watu. CCM oye! Jambo la kwanza mheshimiwa. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, ni kuhusu kilimo. Wananchi wa jimbo letu la Mchinga ni wakulima. Wanaishukuru serikali kwa kuandaa mradi wa umwagiliaji wenye thamani ya zaidi ya bilioni 30. Mkataba wa mradi huu umesainiwa. Tunaomba msukumo ufanyike ili mkandarasi aweze kuanza kazi ya utekelezaji. Ombi la tatu, CCM oye! Kuhusu mradi wa bilioni 31.3. Kama mtakumbuka, siku ambapo Mheshimiwa Rais wetu alikuja kwenye jimbo la Mchinga, hii ilikuwa ni moja ya agenda ambayo nilimkumbusha au nilimuomba Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais akasema ninaichukua na nitaenda kuifanyia kazi, kwa sababu yanaweza akaandikwa lakini usipokumbushia yanaweza wakati mwingine yakachukua muda mrefu sana. Rais ndio kila kitu katika taifa letu la Tanzania. CCM oye! Tutahakikisha tunaendelea kuboresha hali ya miundombinu ya zahanati ya Kinyope ili endelee kutoa huduma bora zaidi. Tutashirikiana katika kuboresha miundombinu ya elimu katika shule yetu ya msingi Kinyope, hasa madarasa na nyumba za watumishi. Tutahakikisha tunafanikisha kuboresha miundombinu ya barabara kutoka Kinyope kuelekea kijiji cha Makangara. Tutahakikisha tunasimamia vema suala la michezo na burudani, kwa sababu michezo ni ajira, michezo inafanya miili yetu iwe na afya bora. Michezo inatuepusha na maradhi yasiyokuwa na ya utaratibu yanaingia, kwa mfano kama mafua. Wakati mwingine ni kwa sababu tu ya kutofanya mazoezi, ya kutofanya michezo, unapata maradhi kama hayo. Kwa hiyo michezo katika jimbo letu tutaipa kipaumbele, lakini waandaaji ni wenyewe, na sisi kazi kubwa tutakayoifanya ni kuhakikisha tunashirikiana kutoa zile huduma muhimu pale mtakaposema hatuna mipira, hatuna jezi, sijui hatuna hiki. Sisi kama ofisi ya mbunge na mbunge ambaye yupo, ninaamini mtanipa ridhaa, nitapata ridhaa kutoka kwenu ili tuendelee kuiongoza Mchinga yetu. Hayo tutafanya. Na hatutaki kuwa na timu ya Kinyope, hatutaki kuwa na timu ya Rutamba, tunataka tuwe na timu ya jimbo. Na tukisha kuwa na timu ya jimbo, hii timu ishindane na timu nyingine. Tunataka tuwe na Mchinga yenye timu kubwa, kama leo ambavyo Ruangwa wanafahamika kwa kuwa na timu ile kubwa, na sisi tunataka tuwe na timu hiyo kubwa. Inawezekana? Haiwezekani? Maana yake nisije nikasema kitu kumbe wala watu hawa wanasema sisi hatuwezi. Sasa hii nataka muifanye. Na tena na ndio yule baba wa Ruta, CCM oye! Mmemwona huyu mheshimiwa nani anaitwa? Nambone, anaitwa Nambone.
na huyu ndio nimempa jukumu. Kwa hiyo huyu atashirikiana na vijana kutengeneza timu ya Rutamba yetu, na amesema niko tayari kuifanya hiyo kazi. Si ndio baba? CCM oye! Nimempa kijana, na ndio maana hapa nikasema mleteni kila kitu. Wakamletea nyaku. Asante sana baba Nambone. CCM oye! Haya, tutaendelea kusimamia suala la mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali, hasa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na watu wenye ulemavu wamepewa kipaumbele cha pekee. Hata akiwa mtu mmoja anapata mkopo. Sio kama wakati ule mpaka mwe 4, 5, 6 utawapata wapi. Hata akiwa mmoja anaruhusiwa kupata huo mkopo. Na hili swala tutalisimamia vizuri. Tutahakikisha tunaendelea kuiomba serikali. Lete hapo tumalizie baba. CCM oye! Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, walichoniagiza wanamchinga. Kwani hamkuniagiza? Wanaomba kumwambia Mheshimiwa Rais, iwapo utafikiria kugawa maeneo ya utawala, sisi wanamchinga utufikirie kupata halmashauri. Vikao vya ngazi ya wilaya. Hivi nye hapo hamwelewi maana halmashauri? Mbona mmekaa tu kimya? Hawajui Hawajui halmashauri? Hawajui Ukiwa na halmashauri unakuwa na mamlaka yako wewe mwenyewe. Mambo yako yote unayafanya wewe mwenyewe. Kwa mfano sasa hivi sisi tulikuwa halmashauri ya Mtama kule. Mtama walipopata halmashauri yao, sisi wakatufukuza. Ondokeni hapo. Tukaenda Lindi mjini. Tumefika Lindi mjini, yani ni watu wanao tutukula. Nikisema kututukula mnaelewa? Wanatutukula tu hivi. Sasa hatutaki mtu kututukula. Tunataka tuwe na kitu chetu sisi wenyewe, tupange mipango yetu ya maendeleo sisi wenyewe. Hapo ndio nilikuwa, ndugu zangu, nyewe wanamchinga, wana Rutamba, wana Kinyope, ndio nilikuwa namwambia rais. Hivi wangapi wanapata fursa ya kumwambia rais jamaa? Haya, waletee wasikilize tena, labda sasa hivi wamenielewa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, walichoniagiza wanamchinga. Ndio. Wanaomba kuwa iwapo utafikiria kugawa maeneo ya utawala, sisi wanamchinga utufikirie kupata halmashauri. Mmeelewa hapo? Mmeelewa Tukipata halmashauri yetu mambo yetu yatakuwa mazuri zaidi. Lakini kuomba si kupata. Lakini tunaomba mnaposali makanisani, mnaposwali misikitini, mnapokaa, mnaposujudu pale, kwa sababu unaposujudu ndio unakuwa karibu na nani? Na Mungu. Miongoni mwa mnayoomba, na hilo liombeni kuwa na halmashauri. Tukiwa na halmashauri hivi itakuwa ni rahisi zaidi. Hapa kwa mfano tunaweza tukaona labda miradi 50, lakini tukiwa na halmashauri yetu miradi 50 yote itakuja kwenye jimbo la wapi? La Mchinga. Lakini kwa kukosa halmashauri miradi 50 kule inaweza kwingine ikaenda miradi 35, sisi tukapata miradi 15. Hivi tumefanikiwa hapo? Hatukufanikiwa. CCM oye! Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Chifu Wangae Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi na utu, tunasonga mbele, mitano tena. CCM oye! CCM oye! Sasa hii hapa mmeona hii hapa ndio ilani. Hili ndio agano baina ya Watanzania na wananchi wake. Na hii ndio agano baina ya jimbo la Mchinga na wananchi wanaokaa katika jimbo la Mchinga.
Sasa baada hapo wakatengeneza hiki. Hii hapa ni ilani ndogo ya mkoa. Hii ni ya taifa zima. Hii hapa ni ya mkoa wa Lindi. Ndani ya mkoa wa Lindi kuna Nachingwea, kuna Ruangwa, kuna Liwale, kuna Kilwa Kaskazini, kuna Kilwa Kusini, kuna Lindi Manispaa, kuna Mtama na Nachingwea yake iko humu. Sasa nataka niwasomee kidogo nini kimeandikwa kwenye kailani haka kadogo. Kwanza kabisa namba 69, umaliziaji wa maabara kwa shule 2 za sekondari. Kwa jimbo la Mchinga kutakuwa na ile ya Mipingo lakini na ya Rutamba imeingia humu. Haya, ya pili, ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa kwa shule za msingi ikiwemo Ruama, Michee na Rutamba yako humu. Haya yote tunaenda kuyafuatilia. Lakini sambamba na hilo namba 75, kuna ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya kata ya Rutamba. Shule mpya ya sekondari ya kata ya Rutamba iko humu. Hayo ndio mambo yanayotakiwa kufanyika. Lakini haya nimewaeleza kwa yanayowahusu hapa tu, kata hii tu. Sawa eh? Lakini sambamba na hilo kuna ujenzi wa barabara. Ujenzi wa barabara. Ujenzi wa barabara kutoka wapi kule kwenye barabara la Mingongo mpaka wapi na Michiga. Hapa nimewasomea uko humu. Haya kazi yake ni kuzidi kuyafuatilia, watupatie pesa ili tujenge hizi barabara. CCM oye! Sasa tunachoomba kutoka kwenu ni ridhaa ili tuweze kuongoza. Naomba kura, nilishaomba mwanzoni kabisa, lakini kwa kuwa ninamalizia, naomba kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpeni kura Samia, mpeni kura. Mpeni kura Samia, mpeni kura. Kura za ndio atuongoze. Ikifika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, nimewaambia kila kitu, hakuna kilichobakiza. Msivae sare, msitumie vifaa vyenye nembo ya Chama cha Mapinduzi. Vaeni vizuri, nendeni mkatiki kwa Daktari Samia, mkatiki kwa diwani, mkatiki kwa Salma Rashid Kikwete. Ile ya diwani mmeiona hii? Mmeiona hii? Hii ndio ya Mheshimiwa Diwani Katoto. Twende chini. Chini ndiko unakukuta nembo ya Chama cha Mapinduzi, unamkuta diwani wa CCM anaoitwa Katoto. CCM oye! Katoto anapatikana wapi? CCM oye! Katoto anapatikana wapi? Na hata mtoto anapatikana kuanzia huko. CCM oye! CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Haya, sasa Salma Rashid Kikwete ndio huyu hapa. Hapa unakutana na alama ya Chama cha Mapinduzi, jembe na nyundo. Alafu hapa unakutana na jina la chama, CCM, Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi. Alafu hapa unakutana na ile picha yake ambayo ni kama ile pale, ni kama ambayo iko kwenye gari, si ndio Si ndio Ndio hii. Alafu amevaa shati la kijani.
amevaa hereni za ringi wanasema ringi, si ndio? Amevaa hereni za ringi. Salma Rashid Kikwete. Alafu hapa kuna neno ndio. Wewe shughulika na ndio. Shughulika na nini? Ndio inayo tu. Ndio yetu sisi wana CCM na wasiokuwa wana CCM, wao ya kwao ni ndio. Unaweka ndio, lakini isivuke, ikae ndani ya kile kisanduku. Tumeelewana Baada ya kuyasema hayo kwa heshima na taadhima, naomba kura zote za ndio kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba kura zote za ndio kwa Katoto. Naomba kura za ndio kwangu mie Salma Rashid Kikwete. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awape uhai mkubwa wenye heri na ni kidumu Chama cha Mapinduzi.